tulikuwa na kesi zinazowakabili wanachama wetu, na kama ambavyo mnafahamu yako mashauri matano, ziko kesi 5, lakini tuna jumla ya wanachama 17 wako ndani. Mashauri 4 kati ya hayo yameahirishwa mpaka tarehe 17 mwezi wa 8, na hoja ya jamhuri ni kwamba hawajakamilisha upelelezi. Na tunashangaa unaweza ukamata mtu na ukamleta mahakamani ukampa kosa kubwa kama hilo la ugaidi wakati upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo inaleta kichekesho kidogo kwenye masuala ya kisheria, kwa sababu kile kilichokufanya ufanye uamuzi kwamba makosa haya ni ya kigaidi, maana yake ni kwamba ulikuwa umeshafanya some sort of investigation, halafu unakuja mahakamani unasema upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo tumeiambia mahakama, wakili kiongozi Peter Kibatala ambaye nafikiri hayupo anafanya mambo mengine. Tumekuja mahakamani leo kwa kesi ya viongozi wetu ambao ni 17 ambao wameshtakiwa kwenye mwendelezo ule wa kesi za kutengeneza, kesi za kubumba, za kujaribu kuintimidate Watanzania wasidai haki zao za kisiasa, haki za kupata uchumi, haki za kupinga ufisadi kwenye nchi hii, haki za kudai elimu bora kwa watoto wao, na haki nyingine zote ambazo tumepewa tangu mwaka 1992 na katiba yetu baada ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Watu wanaopaswa kukamata wakiwa wamepeleleza, kwa sababu unapokamata mtu ina maana unamfungulia kesi, una ushahidi tayari, umeshafanya upelelezi. Wanatuambia upelelezi haujakamilika. Maana yake nini? Ulimkamata kwa hisia. Yaani unakamata mtu alafu ndio unaanza kupeleleza. Unapeleleza ukiwa naye ndani. Unapeleleza nini? Maana yake hilo tukio lilo mshtaki nalo ni lipi hasa? Kwa sababu unapaswa unapomshtaki mtu una kila kitu mkononi kwako, uruhusu sasa watu wengine wachukue nafasi kupima hicho unachoita kama ushahidi wako, kama kina mantiki, kina logic, ili kiweze kwenda kwenye processes. Unapokamata mtu na kuendelea kumkalisha ndani kwa kumpa kesi kubwa ambazo zina dhamana, unaumiza familia yake, unaumiza chama, kwa sababu hawa ni viongozi wa chama, unaharibu uchumi wake.